Rais wa Burkina Faso anaitwa Ibrahim Traore. Tumeona kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ndani ya Afrika, na wiki hii tumeona kwamba akiwa anazungumziwa ama kutrend katika vyombo mbalimbali vya habari, akitajwa kama ni mmoja kati ya marais ambao wamekwenda viral ama wanazungumziwa sehemu mbalimbali. Na Ibrahim Traore amezungumziwa kama rais ambaye ameescape zaidi ya matukio 48 ya kumpindua tangu mwaka 2022 anaingia madarakani, kwa matokeo na incident za overthrowing ama coups dictator ambayo tunaita kwamba ni mapinduzi ya kijeshi. Zaidi ya mapinduzi 48 yakijaribu kumuondoa rais huyu wa nchi ya Burkina Faso anaitwa Ibrahim Traore. Sasa wapo ambao wanajiuliza kwamba hatima ya Ibrahim Traore, je, ataweza kupinduliwa ama wakina nani ambao wapo nyuma wana support katika mapinduzi ya kumuondoa rais huyu champion, mmoja kati ya makapteni wakubwa. Na tumeona baadhi ya mastaa mbalimbali pale nchini Marekani, kina Rihanna, kina Cardi B, kina Tekashi 69 ambao wana proud ama wakimsifia na kufeel proud kwamba kuna rais kutoka nchi za Kiafrika ambaye anapigania, ana stand tall, ame stand strong kwamba kuhitaji kutetea haki dhidi ya nchi za Kiafrika. Sasa kwa upande wa nchi za Marekani na Europe, lakini pia barani Afrika, tumeona kwamba maandamano ama street march zikiwa zinaendelea, watu wakiprotesti dhidi ya serikali ya Marekani na Ufaransa ambazo tayari zimemuona rais huyu kama dikteta, na wakipanga miradi ama njama za kumkamata na kufikisha ule mwisho wa rais Ibrahim Traore. Na tumeona kwamba kuna baadhi ya matukio yalishawahi kutokea miaka ya nyuma, kama kwa Muammar Gaddafi, Sankara, kiongozi na alikuwa anaongoza nchi ya Burkina Faso, ambao walifanywa assassination ama kuuliwa. Lakini kwa upande wa Ibrahim Traore tumeona assassination attempt, akijaribiwa kutaka kuuliwa ama kuuawa. Na sasa hivi watu wako aware na wameweza kuandamana kama New York City pale nchini Marekani. Watu wameandamana na baadhi ya majimbo mbalimbali nchini Marekani wakipinga vitendo ama vitisho vya nchi ya Marekani dhidi ya rais huyo wa nchi ya Burkina Faso anaitwa Ibrahim Traore. Sasa watu mbalimbali wamezungumza wakisema kwamba baada ya jaribio la kuwekewa sumu, lakini pia jaribio la mtu wake wa karibu ambaye alijiwa zaidi ya dola 40 million za Kimarekani kwa ajili ya kumuua huyu rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Kwa hiyo inaonyesha kwamba maadui wa Ibrahim Traore wako very close, kwamba wamemkaribia tayari. Na baadhi ya wachambuzi mbalimbali na expert mbalimbali wa mtandaoni wamesema kwamba Ibrahim Traore inabidi aweze kuwa protected by any cost, kwa sababu ni mmoja kati ya viongozi wapi wa Kiafrika ambao wana spread ile self determination na awareness kwa kizazi hiki cha Kiafrika, kwa sababu Ibrahim Traore ameiwezesha nchi ya Burkina Faso kuweza kurudisha zile mali asili zake, kama vile mining centers, hizi minerals ambazo zilikuwa chini ya Wafaransa zimerudi katika mikono ya raia wa pale nchini Burkina Faso. Lakini pia akifanikiwa kuwafukuza wa invaders ama wavamizi walowezi ndani ya nchi ya Burkina Faso na wazungumzia wa Faransa. Lakini pia aliweza kumkatalia rais wa Marekani Donald Trump ambaye alimpa invitation katika ikulu ya pale nchini Marekani na izungumzia White House. Alikataa kwenda pale katika mwaliko aliogewa na rais huyu wa Marekani. Lakini pia kuna generali ambaye mwenyewe asili ya Kiafrika ambaye amekuwa anazungumza kwamba huyu Traore ameamua kujilimbikizia mali, kuchukua ile migodi mizima ya pale nchini Burkina Faso kwa ajili ya self protection, akijilinda na kujienrich mwenyewe, kujipa utajiri ama kujilimbikizia mali mwenyewe. Lakini tumeona kwamba amepokea upinzani kutoka kwa raia wengi wakimpinga huyu generali kutoka pale nchini Marekani, na wakisema kwamba ni traitor ama msaliti ambaye anahitaji kuiuza Afrika kwa wazungu, na kimpinga ama kumkosoa rais Traore. Kwa hiyo bado dunia inazidi kumzungumzia rais Ibrahim Traore. Lakini pia wiki tumeona kwamba pia rais Barack Obama akiwa anazungumza majuto yake baada ya kwamba kuzungumza kwamba yeye ni mmoja kati ya watu ambao walifanikisha katika kifo cha kiongozi nguli jemedali lion wa Afrika, namzungumzia Muammar Gaddafi. Kwa hiyo watu bado wapo katika shock na wakiwa na wasiwasi kwamba huenda anything can happen katika maisha ya rais
Ibrahim Traore. So niambia hapo chini kwenye comment section kwamba unaonaje, lakini pia unaonaje usalama wa Rais Ibrahim Traore. Bye bye and see you the next one. Ciao.